Moja ni IQ ya mama, uwezo wa mama, uwezo wa kudigest mambo, uwezo wa kubeba mambo, na uwezo wa kunyumbua mambo yaliyo magumu na kutoa dira. Kwa kuona vitu vinafanyika, maana yake Tanzania imeaminika. Tanzania kuaminika, maana yake mama na watendaji wake wameaminika. Mama kuaminika, maana yake Chama cha Mapinduzi kimeaminika. Kinajua kwamba wanaamini kwamba hawa wakisema wanatekeleza. Sio wale watu wa kuimba wanasema leo tumeongea alafu ndio imeishia hapo. Hawa ni watu wa vitendo. Kwa mama ni mtu wa vitendo, amekuwa kinara. Maana likisema tunakwenda kufanya hivi, linakwenda kutimilika kama lilivyo. Maana mama ni result oriented. Yeye anataka tukiongea hebu tutekeleze, watu waone tumefanya. Kwa imepandisha hadhi ya Tanzania. Imebadilisha taswira ya Tanzania. Kwa kila mmoja anatamani kwamba ni heri ningekaa Tanzania tukafanya haya. Ni kwa sababu ya kazi anayoifanya mama. Ni kwa sababu ya kazi inayofanywa na Chama cha Mapinduzi. Ni kwa sababu ya matokeo yanayoonekana juu ya usimamizi wa mama na kazi inayosimamiwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Ndio inafanya yote haya yatokee. Kwa nchi nyingi ukutana nishati za umeme na kadhalika, wameona sio kama Tanzania ni nchi pekee ambayo inaweza kufanya. Kulikuwa na nchi nyingi sana. Lakini wamechakata wakasema ni sehemu gani tukienda tukizungumza, mwisho wa siku wale host watakuwa na nguvu ya kupushi na kufuatilia hivi vitu vitokee. Tanzania ikainuka kinara kwa hapo. Kwa hiyo ni pongezi kwa Chama cha Mapinduzi kwanza, lakini kwa mama hasa kwa kusimama kidedea na kushoka imeenda. Umesema jambo kubwa kwamba tumeongozwa na mwanamke. Unajua kwa sisi ambao tunashughulika na mambo ya jamii, tukizungumza habari ya gender based violence, Afrika tukwahi kuamini kwamba tunaweza kuongozwa na mwanamke. Na mwanamke ni mtu ambaye haaminiki kwamba anaweza akawa na nguvu aidha kufanya maamuzi au kusimamia kitu kikaenda. Lakini kitendo cha mama kuwa makamu wa rais alianza kuonyesha utofauti na akasema wanawake tunaweza. Kwa hiyo imewainua sana. Kwa hiyo ni kitu ameibua mpaka watoto wa kike huku chini wamekuwa na morali. Kama mama amesimama na haya naenda, maana na sisi tunaweza. Lakini pia imeweka utofauti. Imekuwa ni chachu ya Tanzania kuonekana tofauti kama mbona hii nchi inasimamiwa na mwanamke ambaye ni rais, lakini na matokeo haya, inafanya makubwa haya, inafanya haya. Hapana, hii ni sehemu ya kwenda. Kwa sisi kwamba walikuja pia kujifunza. Kwa sababu kuja kwao sio kuja kuongea tu, lakini walikuwa darasani. Kwa walifanya kitu kikubwa sana. Sawa. Ni kitu gani ambacho kinakuvutia ambacho ulisema nikitazama kwenye TV au ulisikia ulimuona Rais Samia kikifanya ukasema hiki mama ameupiga mwingi? Mama amefanya vingi mno. Ambao wakati mwingine nikitaka kuvieleza siwezi kumaliza. Sema kimoja kikubwa. Kimoja tu ambacho nakipenda ni kwa ajili ya uongozi, maadili wa uadilifu. Hicho. Sasa mwanasiasa gani ambaye kuvutia wengine kwenye siasa? Yaani mwanasiasa gani ukimtazama unasema yule amenifanya mimi nipende siasa? Wako wengi. Tangu nimeanza kujifunza habari ya siasa, tangu nimeanza kuangalia habari ya siasa, wako wengi. Wa kwanza kabisa nilianza kumtamani baba wa taifa. Nisimwache mbali. Maana huyo alipokuwa akiongea akihutubia alianza kunivutia sana. Na mtu wa pili ni Jakaya Kikwete. Upole wake na ujenzi wa amani, I say, ulinikosha sana. Akawa ni mtu wa watu. Lakini kijana mwingine ambaye amenifanya niseme wow, hapo tuko vizuri kabisa, tunaenda kuna watu, ni aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na sasa ni mkuu wa mkoa wa Arusha, Paul Makonda. Kwa kweli kuna mahala amenivusha na amekuwa role model sana. Alipokuja kwa mwenezi nikasema nikahisi kama ningepanda chap na mimi nikawa kule juu nikamshika mkono mzee. Hapa mama ameenda. Sasa funga kazi ambayo imekuja kunimaliza kabisa, nikasema sasa hebu ziba masikio wewe, tembea hata kama hawakuoni, tembea. Bwana mama kwa kweli amenimaliza kabisa. Upole wake tu, yani uwezo wake wa kuijua siasa. Anakuambia upole sio ujinga. Uwezo wake wa na ile kunyamaza sio ujinga, pia ni silaha ya kutambua maadui. Yaani hiyo. Hao ni watu ambao wamekuwa role model kwangu. Unajua mtembea bure si sana mkaa bure. Hao wote wanaosema hivyo ni wale ambao wamezoea kuletewa, wamekaa, hawajui namna kitu kinatafutwa.
Ulishai kuona ndege ambaye ana makinda kwenye kiota, na yule ndege amepaa, ameenda ametafuta, anaporudi ndege wote wanaachama midomo ili wapewe vile kidogo alicholetewa. Sasa hao wanaosema kwa mama anasafiri hawajui kwanza pia mbona tunakiongea, ili niliweke wazi. Moja, mimi niseme mama hasafiri, mama yuko kazini. Mama hasafiri. Ningesema kwamba labda amesafiri, ameenda kule good time, ameenda vacation, amefanya nini, ningesema. Lakini ni mama wa watu ambao na watoto na wajukuu, lakini halali. Yuko kazini, anakwenda kutafuta. Kwa maendeleo yote ambayo tunayaona yanakuja, angesema akae. Leo tusingesema story tunayosema. Kwa tunayaona yapo kwa sababu ametoka, ameleta. Kwa hao wanaosema wakae kwanza, wanyamaze, wajitafakari kabla wajasema, na jiulize nini afu wajiulize, hivi wao wanakaaga nyumbani tu afu mkate unakuja wamekaa, au wanatoka kwenda kutafuta ndio walete mkate watoto wale? Wakielewa hilo watajua ambacho mama anakifanya. Kwa mimi kama kada wa CCM nasema mama yuko kazini.